Unaweza ukajiuliza kwamba okay, hivi Marekani anataka nini katika eneo la Iran? Kwa nini nguvu imekuwa kubwa katika eneo la Iran? Je, Iran ni kama Venezuela? Iran ni kama Afghanistan? Iran ni kama Syria? Iran ni kama Lebanon? Kwa nini? Sasa unajua duniani kuna kitu kinaitwa power politics na kuna kitu kinaitwa siasa za kijiografia. Power politics na siasa za kijiografia huwa zinaathiriwa na mambo ya msingi matatu mpaka manne. Na unaposikia kitu kinachoitwa operations za kimkakati au dhana ya kimkakati, maana ni kwamba ni mkakati ambao unaenda kulinda maslahi ya kimsingi manne. Ya kwanza ni uchumi. Taifa lolote hapa duniani linatafuta maslahi ya kiuchumi. Lakini la pili ni usalama. Usalama ni kitu cha msingi sana katika taifa. Lakini cha tatu ni kufikia kitu ambacho kinachoitwa hegemonic power, yani uwezo wa nchi kuwa na uwezo wa ushawishi wa kiuchumi, diplomasia, kijeshi, usalama na ushawishi wake katika dunia. Sasa ukitazama Irani kimkakati ni eneo potential. Tunasema ni eneo madhubuti. Ukiwa na ushawishi katika Iran unakuwa na power politics, yani unakuwa na nguvu ya maamuzi kwenye siasa. Unakuwa na nguvu ya maamuzi kwenye siasa kijiografia. Kwa mfano, mlango bahari wa Hormuz unachangia takriban 21% mafuta yote ambayo yanapita pale. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anakuwa na ushawishi kwenye Iran anakuwa na nguvu ya turufu ya ulinganisho kwenye siasa za kijiografia. Ndio maana tangu vita hii imeanza, Iran imekuwa akiufunga mlango bahari wa Hormuz kwa sababu anatumia jiografia yake kwenda kuiadhibu dunia. Anatumia jiografia yake kwenda kupeleka pressure duniani. Nafasi yake ya kijiografia inaweza kawa ni mtaji au ni turufu katika ulimwengu. Duniani hapa kuna kitu kinaitwa mishipa ya damu ya uchumi wa kimataifa. Bab el Mandeb, Somaliland, Suez Canal, Syria, Cape of Good Hope, Ras el Manjema, South Africa, Strait of Malacca, mfereji wa Panama, Mexico, lakini zaidi sana Bab el Mandeb. Yaani maeneo ya msingi na ya kimkakati ambayo yamekuwa yakitafsiri na yakitathmini namna gani uchumi wa kimataifa unasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na mataifa yote ambayo kwa kweli yamekuwa na ushawishi wa haya maeneo ya kijiografia wamekuwa na power politics. Maana ni kwamba wanakuwa na turufu ya maamuzi kwenye siasa za kijiografia. Kwa hiyo unafahamu kwamba moja kazi ya Marekani ni kusambaza kinachoitwa global order, nidhamu ya kimataifa. Kwa hiyo unapoenda Iran, maana ni kwamba unakuwa na ushawishi, unakuwa na nguvu ya turufu, unakuwa ni nguvu ya maamuzi kwenye siasa za kijiografia. Kwa sababu unafahamu jiografia imekuwa ni mojawapo ya kitu cha msingi sana kwenye kupanga mikakati. Jiografia imekuwa ni mojawapo kitu cha msingi sana katika kuhakikisha kwamba tunaweza kufikia na kulinda maslahi yetu ya kiuchumi. Kwa hiyo kitu ambacho kimempeleka Marekani Irani, ukiacha mfumo wa petrodola ambao nishazungumza sana, mfumo kwa mfano wa kuhakikisha kwamba kujitanua kwa Israeli nishazungumza sana, lakini zaidi sana namna gani wanaenda kulinda na kudhibiti mifereji ya kimataifa. Unapoweza kwa mfano kwenda Venezuela, na ni kwamba unamiliki mifereji ya mafuta takriban bilioni 300 zipo chini ardhi ya Venezuela. Zisema unapoenda katika nchi ya Iran unakuwa na udhibiti wa mafuta na udhibiti wa gesi. Kwa sasa hapa duniani hakuna watu wanaenda kwenye nchi nyingine kwa kwenda kulinda kinachoitwa demokrasia. Hakuna. Demokrasia huwa ni propaganda, lakini mwisho wa safari au mwisho wa siku au nyuma ya pazia kuna maslahi makubwa ya kiuchumi. Kuna kazi kubwa ya kiuchumi. Kuna namna ambavyo mataifa yanalenga kufikia maslahi ya kiuchumi. Kwa mfano, kuna kitu kinachoitwa umoja wa kuzalisha mafuta ghafi duniani ambao unaitwa OPEC. Mule ndani Iran, Saudi Arabia, Venezuela, Urusi, Kuwait, Iraq, Afghanistan ni sehemu ya mataifa hayo. Leo hii kwa mfano Marekani ana ushawishi Venezuela baada ya kuondoka Maduro. Leo hii Marekani ana ushawishi Iraq, Afghanistan, Kuwait, Bahrain. Je, akiwa na ushawishi na Iran, maana ni kwamba atapata asilimia kubwa ya mafuta. Kwa nyuma ya hizi vita kuna maslahi ya kiuchumi. Kuna economic interest, yani kuna maslahi ya kiuchumi. Maslahi ya kiuchumi yanasimama kwanza. Maslahi ya kiusalama yanasimama kwanza. Na maslahi ya kimkakati yanasimama kwanza.
unahitaji kuweza kusecure, kulinda maslahi ya kiuchumi. Kwa hiyo moja ya sababu ambayo imempeleka Marekani Mashariki ya Kati ni kwenda kusecure global order. Of course sio dhambi ukiwa na nguvu, wanasema kama una nguvu kushinda sio dhambi. Kama una nguvu kufikia malengo yako ya kimkakati sio dhambi. Kama una nguvu, kwa nini watu ambao ni dhaifu ambao wenyewe wanajifanya kama wana nguvu hawakuweza kunidhibiti au kunizuia kwenda kufikia maslahi yangu ya kiuchumi? Of course kuna hizo hoja ambazo zinajengwa kwenye mikakati, lakini still bado inatoa hitimisho kwamba maslahi ya kiuchumi, maslahi ya kimkakati imekuwa ni sehemu ya msingi kwenda kulinda na kupambania na kuchochea kinachoitwa global order. Kazi kubwa ukitazama ya nchi ya Marekani tunasema ni kusambaza global order. Hapo kwenye global order tunamaanisha nidhamu ya kidunia, demokrasia, haki za binadamu, uchumi, lakini to maintain balance of power. Kuna uwanda wa kimamlaka kwamba kusiwe na pora, kusiwe na kiranja mwingine Mashariki ya Kati, lakini zaidi sana nafahamu ni kulinda usalama wa dunia na usalama wa Marekani na watu wake. Kwa sasa kila hatua ambao wanaifanya wamekuwa wakizingatia, je, ina reflect katika our national security? Ina reflect katika maslahi yetu ya kiuchumi? Misingi yetu ya kuanzishwa Marekani, je, inatoa tathmini? Inatoa hitimisho? Huo ndo msingi wa namna gani taifa linaweza kuwa taifa kubwa ulimwenguni. Huo ndo msingi kuhakikisha kwamba namna gani taifa linaweza kufikia maslahi yake ya kiuchumi. Maslahi ya kiuchumi yanasimama kwanza. Maslahi ya kiuchumi yanaanza kwanza. Kwa hiyo operation zote ambazo kimsingi zimefanyika Iraq, Afghanistan, Venezuela, Libya, ilikuwa sio demokrasia, ilikuwa sio haki za binadamu. Namna gani taifa linaenda kulinda maslahi yake ya kiuchumi? Yaani unataka kuniambia Wamarekani wanakufa kule, wamekufa kule Irani takriban 500 600, Mossad takriban 32, Shin Bet takriban 22, wataalamu kwa mfano wa nuclear takriban 11 wamefariki. Unataka kuniambia wanakufa kisa demokrasia, kisa kuwalinda waandamanaji, kisa kuwalinda haki za binadamu? Hapana, ni kwenda kulinda na kufikia maslahi ya kiuchumi. Hapa duniani ili uweze kuwa na nguvu unahitaji kusecure, unahitaji kulinda na kufikia maslahi yako ya kiuchumi. Maslahi ya kiuchumi yanasimama kwanza. Kwa hiyo dunia hii ya Trump, Netanyahu, Putin, Xi Jinping, Narendra Modi, Erdogan inatufundisha kwamba sasa hivi kinachosimama ni maslahi ya kiuchumi kwanza, na ndio imekuwa dhana ya diplomasia leo. Unasikia kuhusu diplomasia ya uchumi, diplomasia ya uchumi. Diplomasia ya uchumi leo ni kwamba namna gani taifa linaenda kusecure, kulinda maslahi yake ya kiuchumi. Kwa hiyo hatutafuti maslahi ya kisiasa, bali tunatafuta maslahi ya kiuchumi. Hatutafuti maslahi ya kihistoria, bali tunatafuta maslahi ya kiuchumi. Hatutafuti maslahi sui ya itikadi. Dunia imeshatoka huko. Sasa hivi dunia inazungumza namna gani tunaweza kulinda maslahi ya kiuchumi. Kwa mfano, pale Taiwan, hoja sio Taiwan kuweza kujitawala. Hoja ni kwamba Taiwan ni straight point ya kimataifa. Takriban dola za Kimarekani bilioni 800 kwa mwaka zinapita pale Taiwan, katika eneo la Pacific. Of course hii nitakuja kuzungumza siku nyingine, namna gani ya maeneo ya kimkakati yamekuwa yakidhibitiwa. Maeneo kwa mfano ya Greenland, Ukraine, Venezuela, Iran kwa mfano, Palestina, Israeli. Kwa hiyo maeneo ambayo yamekuwa yakiwa na power politics, yamekuwa yana ushawishi. Kwa hiyo mataifa haya yamekuwa yana nguvu. Kwa mfano Kongo, Kongo kwa mfano kihistoria tangu amefariki Lumumba mwaka 61. Kwa hiyo Kongo haitulii. Unafikiri ni bahati mbaya? Unafikiri kinachotokea hapa duniani bahati mbaya? Hapana. Dunia hii haipo kama unavyoiona. Dunia hii imekuwa ikilinda, imekuwa ikipambania, ilikuwa ikipigania kitu kinachoitwa maslahi ya kiuchumi. Nimesema mwanzo, power politics na maslahi ya kijiografia vitu vitatu. Ni uchumi, usalama, maslahi ya kimkakati na kwenda na kufikia maslahi ya kiuchumi. Maslahi ya kiuchumi yanasimama kwanza, ndio yanakuja maslahi ya haki za binadamu, maslahi ya kisiasa. Tuendelee kufuatiliana na nakuomba uendelee kusubscribe channel yangu hiyo. Weka notification, nitaenda kuchambua kila dakika. Chochote ambacho kinaendelea duniani nitachambua hapa. Mimi ni mchambuzi wako Godfrey Mchungu, na kimsingi utaendelea kunisikia kwenye vipindi mbalimbali hapa Tanzania na nje ya Tanzania. Usiache kuwa karibu na mimi. Kwa hiyo maslahi ya kiuchumi. Ndugu yangu, ni kushukuru
sana. Asante sana.